Je, umewahi kujiuliza kwa nini kanisa Katoliki mara nyingi huitwa kanisa la Roman Catholic, yaani kanisa Katoliki la Kirumi? Je, hilo ndilo lilikuwa jina lake daima, au historia ndiyo iliyounda jina hili kadiri muda ulivyopita? Mwanzoni, wafuasi wa Yesu hawakujitaja kama Wakatoliki wa Kirumi, bali walijiita tu kanisa, yaani jumuiya ya waamini waliounganishwa katika Kristo. Takribani mwaka 107 BC, Mtakatifu Ignatius wa Antiokia alitumia neno Katoliko kutoka Kigiriki Katholikos, likimaanisha ulimwengu mzima. Alisema, popote askofu anapokuwapo, hapo ndipo watu wanapaswa kuwa, kama vile popote Yesu Kristo alipo, ndipo palipo kanisa Katoliki. Hii haikuhusu Roma bado. Ilikuwa ni kuhusu kanisa kuwa la ulimwengu mzima, likienea katika mataifa, lugha na tamaduni. Lakini Roma tayari ilikuwa na upekee. Petro na Paulo walipata wafia dini huko, na askofu wa Roma akawa kiongozi muhimu katika kuongoza imani. Hivyo katika hatua hii, kanisa lilikuwa Katoliki, lakini bado si Katoliki la Kirumi. Kadiri muda ulivyopita, Ukristo ulienea Ulaya, ushawishi wa askofu wa Roma uliongezeka. Kanisa bado liliitwa tu kanisa Katoliki, lakini watu wa nje walianza kusisitiza uhusiano wake na Roma. Labda kwa nini hasa? Sababu inayotolewa ni kwamba Roma ilikuwa makao ya Papa, kiongozi wa kiroho wa Ukristo wa Magharibi. Wakati huo huo, Mashariki, baada ya mgawanyiko mkubwa wa mwaka 105 BC, Wakristo wa Mashariki walianza kujitaja kama Waorthodoksi, huku wale waliokuwa chini ya Roma wakizidi kuitwa Wakatoliki la Kirumi. Tofauti hii ilionyesha jiografia na mamlaka: Mashariki dhidi ya Magharibi, Konstantinopoli dhidi ya Roma. Tukihamia katika karne ya 16, Martin Luther, John Calvin na wahasi wengine walijitenga na mamlaka ya Papa. Walitaka kutofautisha jumuiya zao na kanisa linaloongozwa na Papa. Hivyo walianza kuliita kanisa Katoliki la Roma, wakisisitiza uaminifu wake kwa Roma. Kwa Waprotestant, jina hili lilimaanisha kwamba Wakatoliki walifungwa na mji mmoja na mfumo mmoja wa uongozi, ili hali wao walidai kuwakilisha Ukristo wa kibiblia zaidi. Kadiri muda ulivyopita, jina hili likashika mizizi katika Kiingereza na lugha nyingine. Kwa mshangao, kilichoanza kama jina la Protestant kikawa njia ya kawaida ya kulieleza kanisa kubwa zaidi duniani. Kwa maneno mengine, jina Katoliki la Kirumi lilizaliwa kutokana na mgongano, si kutokana na utambulisho ndani. Leo, kanisa linajiita rasmi kanisa Katoliki. Nyaraka kama Katekisimu ya Kanisa Katoliki hazitumii Katoliki la Roma kama jina rasmi. Lakini katika mazungumzo ya kila siku, hasa katika mazingira ya kidini mchanganyo, Katoliki la Roma hutumika sana kulitofautisha na makundi mengine, Waorthodoksi, Waanglikana na madhehebu ya Kiprotestant. Likiwa na zaidi ya waamini bilioni 1.3 duniani, Kanisa Katoliki ndilo kanisa kubwa zaidi ya Kikristo, likiwa limeunganishwa chini ya Papa aliye Roma. Hivyo, angao kanisa linapendelea jina Katoliki, historia imelifanya Katoliki la Kirumi kuwa jina la kawaida majumbani. Barani Afrika, hasa Tanzania, utambulisho wa Katoliki mara nyingi ulipatikana kupitia historia ya wamishinari. Wamishinari kutoka Ulaya walileta imani, na pamoja nayo wakaleta jina Katoliki la Kirumi, wakisisitiza uhusiano na Roma. Kwa jumuiya zenyeji, jina hili lilibeba mamlaka ya kiroho na uzito wa kitamaduni, likiunganisha vijiji vya Afrika Mashariki na kanisa la ulimwengu mzima. Kadiri muda ulivyopita, Katoliki la Kirumi likawa njia ya kutofautisha parokia za Katoliki na misheni za Kiprotestant, makanisa ya Kilutheran au jumuiya za Kianglikana. Hivyo jina hili hapa halikuwa tu kuhusu Roma, lilihusu utambulisho, ushikamano na uhusiano kimataifa. Kwa kifupi, jina Katoliki la Kirumi lilitokea vipi? Halikuchaguliwa na kanisa lenyewe. Liliundwa na historia, na watu wa nje, na migongano na jiografia. Kutoka kanisa Katoliki la ulimwengu mzima katika karne za mwanzo, hadi utambulisho wa Roma wa enzi za kati, hadi lebo kali za mageuzi ya Protestant, na hatimaye ulimwengu wa sasa hivi ambapo jina hili ni maarufu na pia linajadiliwa.
Hadithi ya jina hili kwa hakika ni hadithi ya Ukristo wenyewe: umoja, migongano na utafuti wa utambulisho.